Hujambo na karibu mtazamaji wangu kwa mwendelezo wa taarifa za leo. Kwa nchi jirani Tanzania, mnavyofahamu leo hii tarehe 9 mwezi wa Desemba ni kaski iliyotengwa kwa kusherekea siku taifa hilo lilipopata uhuru mwaka 1961. Si hayo tu yalituleta hapa. Sasa baada ya ghasia na machafuko makubwa kushuhudiwa kipindi kile cha uchaguzi mwezi wa Oktoba, wananchi waliamua kutumia siku hii ya tarehe 9 kufanya maandamano ya kupinga serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Na kabla niendelee zaidi, maandamano haya yaling'oa nanga hapo jana mida ya saa 2 usiku, ambapo mikusanyiko ya baadhi ya vijana ilishuhudiwa katika maeneo tofauti. Kwa hiyo nataka nikuchezee kanda hii ya video uone jinsi hali ilivyokuwa pale nchini Tanzania. Tegeta hiyo pamewaka sasa hivi saa 2 usiku. Tunaenda mpaka jeshini kule Tegeta Wazo. Tunaenda jeshini Tegeta Wazo kule kwenye kambi ya wanajeshi, tunaenda huko. Mpaka kieleweke. Mama Samia Suluhu Hassan amekuwa akikosolewa vikali na mashirika yale ya kutetea haki za kibinadamu kutokana na machafuko makubwa ya ghasia yaliyotokea mwezi ule wa Oktoba nchini Tanzania, ambapo mamia na maelfu ya watu waliripotiwa kufariki, kuuliwa na jeshi lile la polisi, ukatili kwa raia, swala ambalo basi limesababisha hali ya taharuki kule nchini Tanzania. Mataifa kama Marekani na mashirika yale ya kutetea haki za kibinadamu yakitaka Mama Samia Suluhu ashtakiwe katika mahakama kuu ya ICC nchini Netherlands, na hivyo basi Umoja ule wa Mataifa AU SADC yakihakikisha kwamba Tanzania imepoteza misaada mbalimbali na vile Mama Samia Suluhu Hassan kupiwa marufuku kusafiri katika mataifa mbalimbali. Lakini si hilo tu, nataka tuzungumzie hali ya siku ya leo. Je, maandamano yaliyopangwa yatafua dafu au itakuwa vipi? Serikali ya Tanzania imekuwa ikimlaumu mwanaharakati Mange Kimambi ambaye anaishi pale Marekani lakini ana uraia wa nchini Tanzania, kwamba yeye ndio amekuwa akitoa hamasisho na kuwarai vijana kujitokeza, na kwa hiyo serikali ilimlaumu sana kutokana na uchafuzi na ghasia zilizotokea za uchaguzi. Leo hii asubuhi, kutokana na taarifa ambazo nimezipokea, bado hali ipo tulivu katika miji mbalimbali, kwa mfano Dar es Salaam, Arusha na miji mingineo, kwa mfano Mbeya. Vile maafisa au jeshi lile la polisi baada ya hapo jana kutoa tahadhari kwa wananchi na raia kusalia manyumbani, yani wasije wakajitokeze. Tuliona watu wengi zaidi wakinunua vitu, wakifanya shopping kwa minajili ya kujizuia kutoka nje leo hii ambayo ni tarehe 9. Serikali imekuwa ikitumia nguvu nyingi kupita kiasi kuhujumu raia, lakini kufikia hadi hivi sasa shughuli nyingi za usafiri, maduka yamefungwa ama yamesalia kuwa kimya, huku maafisa mamia ya jeshi lile la polisi nchini Tanzania wakiendelea basi kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali. Nataka niangalie arafa ya baadhi ya wananchi kule nchini Tanzania wanavyosema hali iko vipi katika maeneo ambayo waliopo sasa hivi. Mama Samia Suluhu Hassan huenda akajipata pabaya tena zaidi kutokana na misukumo ambayo imekuwa ikitolewa baada ya mwanahabari yule Lali Madowo
kuexpose jinsi maafisa wa polisi waliwaua watu na kuwazika katika makaburi yale ya pamoja, yani kwa kizungu ama lugha ya kimombo tunasema mass graves, ziliweza kushuhudiwa pale nchini Tanzania. Mtazamaji wangu, wananchi wa Tanzania wameamua kwamba hawatolegeza kamba, yani lazima wamuondoe Mama Samia Suluhu madarakani, na njia mojawapo ya kumuondoa ni kupitia maandamano. Maandamano haya yameanzishwa na kizazi kile cha Gen Z na tumeshuhudia yakileta mabadiliko katika mataifa mbalimbali. Kwa mfano Nepal, mlishuhudia kilichofanyika pale, ambapo kundi hilo basi lilifanya maandamano likachoma ikulu na kumuondoa Prime Minister wa taifa hilo. Kwa mfano mwingine ni nchini Kenya, ambapo kundi lile la Gen Z lilifanya maandamano na kuelekea katika parliament, ambapo walifanya uharibifu mkubwa. Kwa hiyo Mama Samia Suluhu Hassan anafaa afahamu kwamba vijana hawa wa Gen Z hata waue kivipi, hata watelekeze kivipi, mwisho wa siku wao wanataka haki, na haki lazima itendeke. Watanzania kwa miaka mingi iliyopita, kutoka enzi zile zake Julius Nyerere, Tanzania limekuwa taifa la kupigiwa mfano. Liliweza kuratibiwa kuwa taifa la amani zaidi na shirika moja kutoka kule Marekani mwaka 2020, lakini baada tu ya Magufuli kuiaga dunia na Mama Samia Suluhu kuchukua uongozi, nadhani taifa ama uamuzi ule uliweza kubatilishwa, na basi Mama Samia Suluhu na serikali yake, yani taifa la Tanzania, likaratibiwa kuwa lisilokuwa huru tena. Kwa hiyo inaonyesha jinsi mama huyu amekuwa kigugumizi, amekuwa kiongozi ambaye hajali watu, hajali haki za wananchi wake, na hali itakuwa kivipi. Kwa hiyo mtazamaji wangu, nitazidi kukupa updates leo hii. Ungana nami, nasema kwamba nimekuwa busy kidogo, kwa hiyo ndo maana sijakuwa hapa kuwaletea habari kemkem kutoka pale nchini Tanzania. Najua kwamba familia wana Tanzania mnatupenda sana na mnapenda kituo hiki cha Erhan Media. Basi mnaweza kunipa updates, mambo iko vipi hapo kwa comment section. Hapo nchini Tanzania upo mtaa gani? Maafisa wa polisi wanaendelea kujitokeza. Unasherekeaje siku hii kuu ya Tanzania kupata uhuru ambao sasa umegeuka kuwa batili? Viongozi wanatumia mamlaka yao kuwahujumu raia. Wanatumia mamlaka kuhakikisha kwamba maskini anaendelea kuwa maskini na wao wanaendelea kuwa kileleni. Yani kwa lugha ile ya kimombo wanasema eti it's a one-sided ruling. Naona. Kwa hiyo nitakuwa narejea na matukio mengine zaidi, usione mbali. Hii ni Erhan Media, kitu nambari moja nchini kwa masuala ya habari, elimu na hata burudani. Langu jina nafahamika kama Sylvester Kilo. Tupatane wakati mwingine, narejea na matukio mengine zaidi.